Shirika la fedha la kimataifa IMF limetoa tahadhari juu ya kuzorota kwa hali ya kifedha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kuongezeka kwa mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Kulingana na taarifa ya IMF, baada ya ziara ya tathmini mjini Kinshasa, kuimarisha kwa mashambulizi ya waasisi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda kumesababisha kupungua kwa mapato ya serikali. Miji mikuu ya mashariki, Goma na Bukavu, iko chini ya udhibiti wa waasisi hao, jambo lililosababisha kufungwa kwa ofisi nyingi za ukusanyaji mapato. Mbali na hilo, serikali ya Kongo iliondoa ushuru wa VAT kwa bidhaa za chakula ili kupunguza gharama kwa wananchi, hatua ambayo imepunguza zaidi mapato ya ndani. IMF imeeleza kuwa imefikia makubaliano ya awali ya mapitio ya kwanza ya mpango wa msaada wa kifedha wa ECF, na serikali ya Kongo imethibitisha kujitolea kuendeleza utekelezaji wa malengo ya kiuchumi kwa kuzingatia mazingira mapya ya vita. Mpango huo unalenga kulinda udhibiti wa bajeti ya taifa huku ukitoa nafasi kwa matumizi ya haraka kwenye masuala ya kiusalama na misaada ya kibinadamu. Umoja wa Mataifa na mataifa ya Magharibi yameendelea kushutumu Rwanda kwa madai ya kusaidia waasisi wa M23 kwa silaha ya wanajeshi. Rwanda imekanusha vikali madai hayo, ikisema inajihami dhidi ya mashambulizi kutoka jeshi la Kongo na wanamgambo waliohusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku.